Na huu mkutano, ndugu zangu wajumbe na viongozi wa kata, ni mkutano maalum wa kuonyesha dira ndani ya kata yetu, mkutano wa mipango. Tutambue kwamba kata yetu inatakiwa tufanye vipi. Huu ndio mkutano muhimu sana, japo kuna wapo waliotoa nyuzu, lakini itakiwa wafike ili sote tuweke mkutano mzuri. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba uchaguzi ulishafanyika na viongozi wameshapatikana. Kwa sasa tamwachia katibu hapa wa kata ili aweze akasoma yale majina ya uongozi wa kata, akasoma majina, kila moja afahamu nafasi yake, na basi baadaye ni ukabidhi sasa uongozi rasmi wa kata, na kikao hichi kisimamiwe na mwenyekiti wa kata na katibu wa kata na mwasibu wa kata, kiendeshe kikao hichi, kikao cha mipango sasa, ili jinsi gani sasa kata yetu itaenda katika misingi mizuri. Tutambue kwamba ukiwa kiongozi wa kata, ina maana ni kiongozi wa misikiti yote, kusimamia shughuli za misikiti yote, misikiti iwe na maendeleo, waumini wakae kwa amani, waumini waswali, waumini wasomi, na maendeleo mengine yapatikane, kwa sababu ya kuwa kiongozi wa kata. Japo utakuwa katika msikiti fulani, lakini elewa kwamba nipo kwenye msikiti fulani, lakini ninatakiwa na misikiti mingine. Mimi ndio kiongozi, nisaidie. Tumeelewana ndugu zangu hapa? Ndio jukumu letu. Kwa sasa kuna mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hiyo ndugu zanguni, niendelee kuzungumza kidogo katika ile ibara 8 katika katiba yetu. Mkutano mkuu ibara ya 28 wanatakiwa kuhudhuria katika mkutano. Niseme jambo moja, sisi ni viongozi ndugu zangu, lakini fahamu kwamba nini maana ya kiongozi, nini maana ya kuongoza, na nani kiongozi. Kwanza kabisa, kiongozi ni mfano wa kitu chenye mwanga au mfano wa tochi. Huyo ni kiongozi ambaye anamulika mwanga wale ambao anaowaongoza wapite katika mwanga pamoja, wapite pahali peupe. Kiongozi au kuongoza ni kuwatoa watu pahala fulani na kuwafikisha pahala fulani palipokusudiwa. Huko ndio kuongoza, na huyo ndio kiongozi. Kuwatoa watu sehemu fulani waliopo na kuwafikisha ambapo wanakohitajika kufika. Huyo ndio kiongozi. Kwa hiyo ndio sababu ya pale mwanzo nisema kwamba sisi ndio viongozi wa kata. Tuna kila sababu sasa ya kusimamia maendeleo yetu ya kata, kutoka hapa tulipo na kufikisha katika malengo yanayostahili. Kane kata bora, tuwasaidie viongozi wetu wa juu
tuwasaidie viongozi wetu wa wilaya, tuwasaidie viongozi wetu wa mkoa. Shehe wetu wa mkoa anapambana sana. Kwa hiyo kule anapopambana shehe wetu wa mkoa anapata sifa, na sisi vile vile tunapata sifa kwa sababu ni viongozi wetu. Kwa hiyo na sisi tunataka tupambane ili tumpe sifa au tuwape sifa viongozi wetu wa wilaya. Basi inshallah katibu, bila kupoteza muda umeenda sana, ilitakiwa mengi tuyazungumze, lakini sasa kwa haya tutazidi kukutana vizuri. Sasa tuko kwenye kikao cha mipango sasa. Basi kuna ajenda hapa zimeandaliwa hapa, basi nimkabidhi katibu hapa, basi aweze kutoa utambulisho, nani mwenyekiti, nani katibu, nani mhasibu. Basi inshallah na wajumbe wakiendesha kikao hichi, tujadili ajenda walizoziandaa, ajenda gani. Basi inshallah